Kama wewe ni kiongozi, MCA, MP, Senator, President, na uheshimu wananchi, hufai kuwa kiongozi. Uheshimu matakwa ya viongozi, hufai kuwa kiongozi. Unatusi wananchi, hufai kuwa kiongozi. Unadharau wananchi, hufai kuwa kiongozi. Unachukua mali ya umma, hufai kuwa kiongozi. Hupatikani wananchi wakikutaka, hufai kuwa kiongozi. Unadharau watu, hufai kuwa kiongozi. Kama ulishikwa na hiyo ugonjwa, naita ugonjwa, inaitwa hubris. Sasa dawa yako ni kuondolea watu mamlakani. Na hubris is a terminology used in the political spheres, but inarifaa kwa jambo tunaita pride ama kiburi. Na hii sio kiburi tu ile ya kawaida ya kukataa kufanya kitu ama nini. Ni kiburi inapatikana sana sana kwa uongozi na viongozi ambao wamekaa kwa uongozi kwa muda, so wamepata uzoefu wa kuongoza na wakajisahau, wakajiinua zaidi na kiburi kawapanda juu. So uongozi wao ukakuwa ule ambao usikilizi watu, uongozi ambao unadharau watu. Kwa wengine umekuwa uongozi ambao hauzingatii yale ambayo watu wanataka. Viongozi hao waliwacha maadili ya kunyenyekea na kukua na sikio la kusikiliza ya matakwa ya watu. Na so hubris ni kitu ambacho Aristotle mwenyewe anaandika, anasema ni kitu ambacho kinakuja kabla ya kiongozi kuanguka. So tunahitaji tufanye nini kwa viongozi kama hao? Wacha nianze na yenye hatuhitaji kufanya, alafu nitasema ambayo tunahitaji kufanya nikimalizia. Yenye hatuhitaji kufanya, hatuhitaji kutusi yule kiongozi. Hatuhitaji kuwapiga wale viongozi. Hatuhitaji kuwashambulia wale viongozi. Hauhitaji kabisa kukua mkali, kutupa maneno ya matusi kwenye social media, kwenye pages, mambo ya aibu kuhusu hiyo kiongozi, kuandika propaganda. Hatuhitaji kufanya hivyo. Hiyo sio kazi yetu. Kazi yako kama mwananchi, kama Mkenya, ni kungoja siku ya kura. Firimbi ikipigwa, uwe na kitambulisho chako, uwe cha kitaifa, na ukuwe umejisajili kama mpiga kura. Nilikuwa napenda hayati Raila Odinga alipokuwa akifanya siasa zake, alikuwa anasema ya kwamba kuwa na kitambulisho na kuwa na umejisajili kura ni kama kuwa na bunduki na risasi. Wananchi tunahitaji kuwa na hiyo bunduki na risasi. Hiyo siku ikifika, tutaweza kumaliza wale ambao ni adui wetu kwa njia ya kidemokrasia, kwa njia ya haki, kwa njia ambayo inastahili kufanya.